Habari ya leo, ndugu viongozi, wadau wa utalii na utamaduni, wageni waalikwa, wanahabari, pamoja na wananchi wote mliopata nafasi ya kuhudhuria mkutano huu wa wanahabari. Kwa niaba ya kamati ya maandalizi ya Mpalano Festival kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mbeya, tunapenda kuwakaribisha sana katika mkutano huu rasmi wa waandishi wa habari kuelekea msimu wa 4 wa tamasha la Mpalano Festival 2026. Kwanza kabisa tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kufika leo hapa, lakini pia tunawashukuru wadau, viongozi wa serikali na wananchi wote ambao wameendelea kutunga mkono tangu tulipoanza msimu wa kwanza mpaka sasa ambapo tuko kwenye msimu wa 4. Tamasha la Mpalano ni jukwaa lenye dhamira ya kuitangaza wilaya ya Kyela, mkoa wa Mbeya na nchi kwa ujumla kupitia ngoma za asili, burudani za kitamaduni, maonyesho ya biashara na huduma, mashindano ya kuogelea, mashindano ya kuendesha mitumbwi, utalii na shughuli nyingine za kuburudisha pamoja na kuelimisha jamii. Pia kupitia tamasha hili tumeweza kufungua fursa kwa vijana, lakini pia na wafanyabiashara na watoa huduma pamoja na wasanii kwa ujumla. Kwa mwaka huu wa 2026 ikiwa ni msimu wetu wa 4, tamasha la Mpalano Festival litafanyika tarehe 6 pamoja na tarehe 7 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 katika fukwe za Ziwa Nyasa kwenye hoteli ya Lake Nyasa Resort, ambapo ndipo tulifanyia Mpalano Festival mwaka jana. Lakini pia mwaka huu tunatarajia kuvutia zaidi ya wageni 2500 kutoka ndani na nje ya mkoa wa Mbeya pamoja na mataifa jirani. Aidha, kutakuwa na nafasi kwa wafanyabiashara, wawekezaji, makampuni binafsi, taasisi za umma na wadau wa utalii na utamaduni kuweza kuonyesha bidhaa zao mbele ya maelfu ya washiriki watakaohudhuria. Tunatambua kuwa tamasha hili lina mchango mkubwa katika kukuza utalii wa kitamaduni, kuwainua wasanii wa ndani pamoja na wa nje, kutoa fursa kwa vijana pamoja na kuchochea maendeleo ya kiuchumi kwa wananchi wa mkoa wa Mbeya na maeneo jirani kupitia biashara, ajira na huduma mbalimbali. Tunatumia nafasi hii kuwakaribisha wadhamini, taasisi mbalimbali, makampuni binafsi pamoja na wadau wa maendeleo kushirikiana nasi katika safari hii kuifanya Mpalano Festival 2026 kuwa tamasha kubwa la kimataifa linaloitangaza Tanzania kupitia utalii, utamaduni na burudani. Kwa wanahabari, tunawashukuru sana kwa mchango wenu mkubwa wa kuendelea kutangaza shughuli zetu. Tunaamini ushirikiano wenu utaendelea kutusaidia kufikisha ujumbe kwa watu wengi zaidi ndani na nje ya nchi yetu. Mwisho, tunawakaribisha Watanzania wote na wageni kutoka sehemu mbalimbali za dunia pamoja na maeneo ya nchi yetu kujiandaa kushiriki Mpalano Festival 2026 katika fukwe za Matema Beach, kwa sababu mwaka huu tunakuja kwa nguvu mpya, ubunifu na uzoefu mkubwa tulioupata mwaka jana. Asapofanya msimu huu wa 4, moja ya kitu tunajivunia ni urahisi wa kufika pale Lake Nyasa Resort. Ukizingatia kwamba kutoka Mbeya mpaka unafika Lake Nyasa Resort ni barabara iliyo kwenye hali nzuri, kwa maana barabara ya lami, hivyo hata mwenye gari ya chini ana uwezo wa kufika. Lakini jambo lingine ni kwamba kwa mwaka jana tuliweza kuwa na mafanikio makubwa kupitia ushiriki wa timu Cruiser pamoja na Land Rover ambao waliweza kusafiri kutoka mikoa mbalimbali ya nchi yetu na kuja kushiriki nasi tamasha letu la Mpalano Festival. Na kwa mwaka huu ni kwamba baada ya kuona yale mambo mengi, tumeboresha kuanzia setup ya eneo letu ambalo tutafanyia, ukizingatia kwamba itafanywa na mtu aliyeweza kushinda tuzo ya mpambaji bora nyanda za juu kusini, B Events. Hivyo wametuahidi jambo ambalo ni kubwa sana. Kwa hiyo kuanzia kwenye setup mpaka vikundi vya ngoma ambavyo tutavialika, vyote tunaamini kwamba vitakwenda kufanya jambo kubwa zaidi kulinganisha na miaka iliyopita. Tamasha hili pia limeweza kupandisha hadhi kwa sehemu kubwa sana hizi ngoma za asili. Tunakumbuka kwamba ngoma hizi zilikuwa zinachezwa chini ya miti mikubwa
ambayo ilikuwepo kwenye maeneo mengi kwa mujibu wa historia, lakini sisi kama Mpalano tukaona kuna kila sababu ya kupandisha hadhi ya ngoma hizi. Kwa hiyo zinafanyika kwenye jukwaa kubwa, lakini pia vikundi vya ngoma vinalipwa. Kwa hiyo tunaamini kwamba tumeweza kuchochea mapato kwa vikundi hivi vya ngoma, lakini pia tunaweza kuendelea kuifanya hizi ngoma zikionekana kwenye majukwaa yetu. Mara nyingi pia zimekuwa zikialikwa sana maeneo mbalimbali, kwa hiyo imepandisha sana heshima na hadhi ya ngoma za asili. Festival tunajivunia kuwa kwanza festival ya kwanza nyanda za juu kusini ambayo inahusika kutangaza vivutio mbalimbali. Katika miaka minne ambayo tunaiendea sasa, tunaamini sisi ndio wadau wakubwa wa utangazaji wa utalii kwa nyanda za juu kusini, hususan katika mkoa wetu wa Mbeya. Kwa hiyo haya ni mafanikio yetu makubwa, lakini mwaka jana tumefanikiwa kukusanya watazamaji wengi zaidi kuliko waliotoka nje kuliko wale ambao walikuwa wanafika kipindi cha kwanza, kwa sababu walikuwa ni wazawa tu. Lakini sasa hivi tumechukua wazawa na wageni kutoka mbalimbali. Kama mkurugenzi alivyozungumza, tulikuwa na misafara mbalimbali kutoka ndani ya Mbeya pamoja na ndani Tanzania na nje ya Tanzania pia, ambayo ilifika katika fukwe za Ziwa Nyasa kuweza kushuhudia tamasha letu kubwa hili la Mpalano Festival. Lakini pia wadau na pia tunaalika pia wadau wengine tena. Tumepokea mwaka jana wadau wengi kuliko wadau ambao tulikuwa nao katika miaka iliyopita. Kwa hali mafanikio, hata tunapokwenda mwaka wa 4 inatupa nguvu kuelekea mwaka wa 4, kwa sababu tayari tuna wadau ambao tuko nao na wengine wanaongezeka zaidi. Kwa hiyo hao ni mafanikio makubwa, na tunaahidi tu kwamba pale ambapo tuliishia mwaka jana ndipo ambapo tunaanzia kusonga mbele, kwa maana ya kwamba sasa hivi itakuwa ni kubwa kuliko ya mwaka jana. Tutasonga mbele kuliko kwa miaka mitatu yote ambayo tumekwisha kufanikisha.